vraiment le 25, leo le 25 M23 kosi narudia. Tunaminia kosi narudia juu mshabeba wa garso wote hapa Musia. Leo le 25 mshapeleka kudifesi, ndio wale wanaanza toka kuna vikwenda beba vitu, shinaleta mavitu, machakula, mavitu gani zote zile ziko toka kudifesi na wana wafata. Hamjambo mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, hamjambo kwa mara nyingine tena. Karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako, ni kukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu za siku ya leo tutazungumzia kabisa kuhusu habari za shamra za huko maeneo ya Lubero, ambapo waasi wa M23 tayari waanza kujiondoa, na tutakwenda kujua kabisa vijiji kadhaa ambao tayari wamekwenda kuondoka, huku raia wa maeneo hayo wakibaki na shangwe na furaha. Na pia katika habari hizo tutazungumzia kabisa kuhusu sakata kubwa ambalo limeibuka pale Kinshasa baada tu ya kuwekwa nje kwa Kibahati Lukwebo kupitia urais makamu wa bunge ama wa seneta. Kwa sasa ameondolewa kwenye chama chake AFDC. Kwa hiyo utakwenda kujua mengi kabisa na chanzo cha kuondolewa ni nini huko maeneo ya Kinshasa, ikiwa ni shamra wengi wao kitaja kuwa Bahati Lukwebo anafanya kazi bila ushirikiano na viongozi wengine wanachama cha kisiasa. Na tutachambua kabisa kuhusu kongamano ambalo la vijana ambalo liweza kufanyika hapa mjini Uvira, ambalo katika maazimisho ya sikukuu ulimwenguni mwanamke. Utakwenda kujua vijana wa mji wa Uvira waliweza kukutanana na kipi ambacho walichokizungumzia. Haya na mengine tukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Tuanze moja kwa moja katika sakata kubwa sana la pale maeneo ya Lubero. Katika habari zetu tulizokutajia tulikuambia kwamba waasi wa M23 wameanza kudai kuacha mji wa Bukavu na mji wa Goma. Licha ya hiyo kabisa, wameanza kuachilia vijiji kadhaa vya huko Nord Kivu. Katika habari zetu ambazo tulizozipata, zikiwa ni habari za ukweli kabisa, zisizokuwa za kasoro, zilikuja zikitupa habari kuwa huko maeneo ya Lubero waasi wa M23 waanza kujiondoa katika vijiji kadhaa. Huko maeneo ya Kivu Kaskazini, waasi wa M23 AFC M23 alias Fleuve Congo wameanza kujiondoa katika vijiji kadhaa vya maeneo ya Lubero, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa washuhuda, pia vyanzo vyetu, waasi hao wameonekana wakiondoka kwa miguu katika vijiji vya Mnyakonde, Ivatama, Ilambula, Luseke, Kipesi, Katondi, Kisombiro, Lunyasenga, Bukununu, Musende na Musinga, wakielekea upande kabisa wa kusini mwa Lubero. Kieleza kuwa hatua hiyo ilianza tariki 24 Machi mwaka 2026 na inaendelea kabisa katika vijiji mbalimbali kupitia vyanzo vyetu ambavyo vilitaja kuwa waasi hao wakijielekeza kwa miguu, wakijielekeza huko maeneo ya Kigali, na wengine wakiwa kabisa wameanza kujiandaa ili kuweza kuondoka na kuacha vijiji kadhaa. Tulikuja hapa tukwambia kwamba diplomasia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Tshisekedi anaendelea kabisa kufanya liwezekanalo ili kuangalia namna gani ya kurejesha na kuondoa waasi wa M23 maeneo kadhaa. Ukiangalia hivi vijiji ambavyo niliweza kutajia ambavyo waliweza kuondoka, hii inakuwa kabisa imeanza kuonesha kabisa rasmi kwamba waasi hawa wameondoka, na mwisho kabisa wa M23 unaenda kabisa kuonekana ukingoni, kwa sababu baada tu ya masaini ambayo iliweza kufanyika na kutaja kuwa Rwanda inakwenda kuondoa wanajeshi wake, kila leo moja kwa moja tunakwenda kuwa na amani na mshikamano katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
ni jambo ambalo naweza kuja kwako, nikawa nimekutolea, nikawa nimekutaarifu, nikakuweka wazi kuhusu hali ya vita ambayo inayoendelea. Kila leo nakwambia kwamba sisi hapa nchini Kongo hakuna M23. M23 ni Rwanda. Na kwa nini wanapoambia Rwanda iondoke, M23 ndio inakuwa inaondoka? Hiyo inamaanisha kwamba hakuna M23, ni jeshi la Rwanda ambalo linalopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuomba mtazamaji uweze kufuatilia kabisa na kuweza kujua kile ambacho kilichoendelea na kuona msafara wa asi wa M23 namna gani ilivyofanyika wakati walikuwa wakiondoka kwenye vijiji hivyo mwanzo hadi mwisho. Leo vraiment le 25, leo le 25 M23 kwa sinarudia. Tunaminia kwa sinarudia juu mshaibeba wa garso wote wapa Musia. Leo le 25 mshapeleka kudifesi, ndio wale wanaanza toka kuna vikwenda beba vitu, sinaleta mavitu, machakula, mavitu gani sote zile ziko toka kudifesi, na wana wanawafata na difesi ile kule yulu nako kule kwao kule washalunguza na nyumba yao. Moto njole kukula yulu nijua kuonekana ni mbali, niko mbali sana, niko mbali, ndio maana hamko naona. Niko mbali sana, niko mbali kabisa. Ndio kule kidifesa moto ile kule yulu kule ndio mko difesa. Viana vile mshalale tarasio, viana vile njole akosi tunagombolewa. Tunashukuru sana kwa kuwa tunazani akosi tunapata ukombozi wake, bila risasi, bila nini, ukombozi mwema. Nazania Babiloni anarudia kwao na laana zake. Jobless ayana Rastafari konga de konga Lord of Lord. Mtazamaji, nadhani kwamba umeweza kushuhudia msafara huo, lakini kuna baadhi ya raia ambao wanataja kuwa waasi hao ambao wameanza kuondoka, wameanza kwenda wanaiba vitu vya raia, wanaiba vitu vya raia, wanaiba mali ya raia, wanaiba pesa za raia. Ni jambo ambalo kuwa linashangaza, pia wakiiba hata magari za raia na pikipiki wakati wanaendelea kuondoka. Taarifa hizi ambazo zikiwa kabisa za hatari kwa jamii ya Wakongomani ambao wanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa tunasubiri kuondoka kwao pale maeneo ya Goma na Bukavu, ili kuacha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea na amani endelee kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari ambazo tulizokuwa nazo za chini kabisa, ikiwa bado hazijakuwa na msingi, lakini tungali tunazifuatilia, zaeleza kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame amewapa baadhi ya raia wa pale Rwanda kadi za upigaji kura wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii imekuja kabisa baada ya zile mashine ama kompyuta ambazo zilizoibwa za Seni, ambazo zilizoibwa Goma na Bukavu, zikawa zimesafirishwa huko katika nchi ya Rwanda. Hizo zikiwa ni habari za ukweli kabisa ambazo zinaendelea kudaiwa na zinaendelea kufuatiliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikitaja kuwa huko maeneo ya Goma na Bukavu raia wakiwa hatarini, kwa sababu kuna kadi za uchaguzi ambazo zimechapishwa kwa siri kutoka pale Rwanda, ambazo zitaruhusu raia wa Rwanda kuanza kuingia ukimya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitaja kuwa jeshi la Rwanda baada ya kuanza kuondoka huko maeneo ya Nord Kivu. Uporaji huo ambao uliweza kufanyika mwezi Aprili mwaka 2026, wakati huo taarifa kutoka Lubero zikitaja kuwa wengi wao wakianza kujiondoa kwa mguu kabisa na kuonesha umakini na kimasomaso. Raia walishuhudia hayo wakitaja kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabisa inakwenda kukombolewa kupitia diplomasia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mpaka sasa raia wa pale maeneo Bukavu wakiendelea kusubiria kabisa siku gani wa M23 watakwenda kuondoka katika mji wa Bukavu. Tuseme asante kabisa. Usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata.
tuingie katika sakata la wimbi la kisiasa ambalo kabisa limeibuka pale maeneo ya Kinshasa. Habari tulizokuwa nazo zilieleza kuwa FDCA, moja kati ya vyama vya mshikamano kabisa ambavyo vilikuwa vikiunga mkono utawala wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinara Modeste Bahati Lukwebo, katika nafasi yake kabisa ya mamlaka ya maazimio ya chama hicho, aliweza kuondolewa kupitia uamuzi na matangazo ambayo yaliweza kupeperushwa kupitia waandishi wa habari ambao walishikilia huko kwenye municipal ya Gombe pale mji mkuu wa Kinshasa. Maamuzi hayo yaliweza kutolewa tarehe 25 Machi mwaka 2026 baada ya wiki kadhaa za mvutano wa ndani ya chama cha kisiasa. Viongozi waeleza kabisa kuwa kuondolewa kwake Bahati Lukwebo kunatokana tu na tofauti kubwa kadhaa ambazo anazozifanya wakati anafanya chama kama chake binafsi, na hakuna ushirikiano na wakereketo wengine wa chama. Katika mazimio hayo waliweza kutaja kwa sasa kubeteuliwa kiongozi wa muda ambaye ni Onto Bahizi kuwa mratibu wa muda ama coordinateur intérimaire, ambaye atakayeongoza chama hicho mpaka pale jukumu ama kutakuwa na kikao kikubwa ambacho kitakwenda kutanisha viongozi wa FDC ili kabisa uweze kutafuta kiongozi mpya. Jambo hili linazua mvutano wa kisiasa katika ukanda, pia katika mawimbi ya wafanyasiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukieleza kuwa Bahati Lukwebo ni mwanasiasa maarufu nchini Kongo ya Kidemokrasia, ni mchumi pia, mtaalamu na mlinzi ambaye alianzisha chama hicho cha FDCA tangu mwaka 2010. Amewahi kushiriki nyadhifa kadhaa kati ya rais wa seneta mwaka 2021 hadi 2024, na baadaye akawa ameteuliwa kama rais makamu wa seneta mwaka 2026. Pia amekuwa na ushawishi mkubwa kabisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi tunavyozungumza, chama cha FDC kikiwa na mvutano mwingi wa kisiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa na mshutumu mambo kadhaa, lakini kwa sasa mvutano huo wa kisiasa umekuja baada tu ya yeye kuweza kuondolewa kwenye umakamu wa urais wa seneta huko mjini Kinshasa, jambo ambalo linapelekea wakereketo wengi wakiwa katika hofu kupitia maamuzi hayo ambayo iliyotolewa na wakereketwa wa chama cha kisiasa cha FDCA huko maeneo ya Kinshasa. Kabla ya kumalizia habari zetu, tuzungumzie habari za milio ya risasi ambayo ilisikika hapa mjini Uvira majira ya usiku. Milio ya risasi ilikwenda kusikika kwenye kata tofauti za hapa mjini Uvira, maeneo ya Mlongwe. Kisa cha milio ya risasi walieleza kuwa ni wizi ambao walijaribu kufanya wizi sehemu mbalimbali, lakini viongozi wa mahali pia vyombo vya dola viliingilia kati na kuwafurusha walioanzisha operesheni hiyo. Kwa hiyo raia waomba kuwa makini na kutoa taarifa kadhaa wakati wameshuhudia watu ambao hawafahamiki katika eneo mbalimbali katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tuzungumzie kuhusu kabisa vijana wa jiji la Uvira ambao wameweza kufanya kikao cha pamoja kari, pia kuzungumza kuhusu namna gani vijana mjini Uvira wanavyojiandaa, pia namna gani kongamano la vijana linavyoendelea hapa mjini Uvira. Kuna habari ambazo tulizokuandalia hapa. Katika mji wa Uvira, mapambano dhidi ya ukatili kwa wanawake katika maazimisho ya sikukuu ya kimataifa haki za wanawake. Baraza la vijana mjini Uvira liliweza kuandaa kabisa kongamano maalum tarehe 25 Machi mwaka 2026 katika ukumbi wa meri ya Uvira chini ya kauli mbinu wasichana wa Uvira, ustamilivu, amani na haki mbele ya ukatili wa mgogoro wa kibinadamu. Mkutano huu ambao uliwazimishwa mbele ya viongozi mbalimbali, mashirika za kiraia pamoja na vijana, katika lengo kuu la kuweza kukusanya vijana kujua kauli mbinu yao, na kuomba kufuatilia kusikiliza mmoja wao ya viongozi wa shirika la kiraia katika mji wa Uvira kupitia mahojiano na vyombo vya habari mjini Uvira. Ujumbe ambao tumepatia wabinti kwa siku ya leo kusherehekea sikukuu
ya wanawake jijini Uvira. Tumeita wabinti wote na kuambia mjini yetu iko muvita na kila mtu anaomba apartisipe kwa ajili ya kuleta amani na kuishi kwa pamoja, kwa sababu tusijioni kwamba sisi wabinti ni faiblesse, lakini sisi wabinti ni force ambayo inaweza hata kuinfluence na kuchangia kuleta amani na kuishi kwa pamoja hapa. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Mimi na wewe kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.